viongozi wetu, waandishi wa habari, karibuni tena. Mimi ni miongoni mwa waliochania katika kugombea nafasi ya urais katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na leo kwa sababu fomu tayari zimeshaanza kutoka, nimeamua kuja kuchukua fomu rasmi, na nashukuru kwamba tayari nimeshakabidhiwa fomu ya kugombea nafasi ya urais. Najua tuko wengi kwa sababu mwisho wa kuchukua fomu hizi ni tarehe 19 mwezi huu, na ndio kwanza tarehe 5. Kwa hivyo wapo wengine na wapo watajikumbusha wanajitokeza, lakini kuna mchakato vile vile hatujafikia bado mwisho, kwa sababu leo ni kuchukua tu fomu. Baada ya kuzijaza fomu, kutakuwa na kikao hapa cha kamati maalum ya Zanzibar kupitisha wagombea. Baada hapo kutakuwa na kikao cha kamati kuu, nacho pia kitapitisha wagombea wanaohisi wanafaa, and then kutakuwa na baraza kuu, and then mwisho kutakuwa na mkutano mkuu ambao utakuwa tarehe 29 mwezi huu. Kwa hivyo bado ziko hatua za kupita mpaka miongoni mwetu mmoja atakayebahatika ndio atapeperusha bendera ya Chadema, bendera ya Zanzibar kupitia tiketi ya Chadema. Kwa hivyo ikitokezea mimi nimebahatika kupeperusha bendera hiyo, nitashukuru sana Zanzibar, nitashukuru Mwenyezi Mungu, na nitafarijika sana kwamba dhamira yangu ya muda mrefu sana na nia yangu ya kuwa saidia Zanzibar itakuwa imekamilika. Of course kila mgombea yote wa rais anakuwa na ajenda yake moja muhimu sana. Mimi ajenda yangu ni moja tu kubwa na muhimu, na hiyo ndio ajenda yangu. Miongoni mwa ajenda zangu kubwa ni kuhakikisha kwamba Zanzibar tunarudishiwa kiti chetu cha Umoja wa Mataifa. Hili jambo labda litakuwa geni sana kwa Zanzibar au pengine kwa Tanzania wote duniani. Nakumbusha, nimetumia neno nitahakikisha tunarudishiwa. Sijatumia neno tunaomba, hatuombi. Kwa sababu Zanzibar tuna kiti chetu ndani ya Umoja wa Mataifa. Isipokuwa kwa namna moja au nyingine, sijui nitumie neno gani, lakini mimi nitatumia na kwa mkato tumenyang'anywa na serikali inayojiita serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumenyang'anywa kiti chetu kwa Zanzibar. Kwa hivyo mimi ajenda yangu kubwa ni kurudisha kiti cha Zanzibar katika Umoja wa Mataifa. Labda nitoe history kidogo tu kwa wale wasiofahamu kama Zanzibar ina kiti chake katika Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo tutatoa history kwa kifupi kabisa. Haraka ni kwamba mwaka 1963 ulifanyika uchaguzi wa vyama vingi Zanzibar, na vilishiriki vyama vingi ikiwemo Afro Shirazi Party, ZFP, ZPPP, Hizbu Party, Umma Party na vyama vingine vingi tu. Inavyosemekana kwa ukweli uhalisia wa uchaguzi ule, ukweli hasa, Afro Shirazi Party chini ya marehemu Mzee Abeid Amani Karume ndio iliyoshinda ule uchaguzi, lakini kwa mbinu na hila za Waingereza ambao watawala wa kipindi kile wakaamua kuwapa ushindi vyama vya ZMP na ZPPP baada ya kuungana. Kwa hivyo wakasema Afro Shirazi ilishinda kwa kitu kimoja. Kwa hivyo wakapewa uhuru wao siku hiyo. Baada ya kupewa uhuru, wakaomba, wakati ule ilikuwa chini ya utawala wa Jemshid, chini ya utawala wa Kisultani wa Jemshid. Jemshid akaomba akaiombea Zanzibar kiti katika Umoja wa Mataifa, na ikakubalika ile ombi. Zanzibar rasmi wakapewa kiti chao katika Umoja wa Mataifa tarehe 16 Disemba 1963 chini ya chama chini ya serikali kwa coordination wa Mohamed Shamte. Kwa hivyo balozi wa kwanza wa Zanzibar katika Umoja wa Mataifa alikuwa mtu mmoja anaitwa Maalim Hilali Umudi. Maalim Hilali Umudi ndio alikuwa balozi wa mwanzo wa Zanzibar katika Umoja wa Mataifa.
Kwa hivyo kilichotokea nini? Marehemu Zuberi Karume alifurahishwa sana ndio swala, na siku ya pili yake tukafanya mkutano mkubwa sana pale Maisara, na tukatangaza Zanzibar kwamba tumefurahika sana kwamba kwa mara ya kwanza sasa hivi Zanzibar inajulikana kimataifa, tushakuwa wanachama wa Umoja wa Mataifa Zanzibar. Kwa hivyo tukichukua Zanzibar timu yote dunia itatuelewa. Zanzibar ilikuwa haijulikani katika ramani ya kimataifa. Hiyo ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 17 Disemba, na tarehe 16 ndio Zanzibar ilikuwa kitu katika Umoja wa Mataifa Disemba. Ilipofika tarehe 12 Januari, marehemu Zuberi Karume akafanya mapinduzi Zanzibar na chama cha Fresh Party, na akafanyika mapinduzi yale. Baada ya kupata mapinduzi yale, kushinda mapinduzi yale chama cha Fresh Party, marehemu Karume mwenyewe ikabidi sasa amuondoe yule balozi alikuwa Umoja wa Mataifa kwa sababu hatokea na chama chake, akampeleka balozi ambaye anatokana na chama chake cha Fresh Party, ambaye mtu mmoja alikuwa anaitwa Dr. Hasnu Makame. Dr. Hasnu Makame ndiye alikuwa mwanachama wa Fresh Party. Kwa hivyo marehemu Karume akampeleka Dr. Hasnu Makame Umoja wa Mataifa, na ule Maalim Hilali Umuda akaondoka kule, na nafasi ile ikakaliwa na Dr. Hasnu Makame kutoka chama cha Fresh Party. Narudia maneno haya kuhakikisha kwamba marehemu Karume alikikubali hicho kiti na alikitumia hicho kiti cha Umoja wa Mataifa, kiti cha Zanzibar. Tukawa na kiti chetu Zanzibar katika Umoja wa Mataifa mpaka ilipofika tarehe 26 Aprili, ndio siku wa muungano wa kisiri, wakaungana Mwalimu Nyerere na Karume wakaunganisha serikali. Nyerere akamwambia Karume tuunganishe na vyama, Karume akakataa akaambia usiambie tena maneno, usikubali chama chako cha kuunganisha na tano. Karume akakataa, kwa hivyo wakaunganisha serikali tu. Ikatokezea sasa Mwalimu Nyerere, marehemu Mzee Nyerere akenda Umoja wa Mataifa kuzungumzia, kujulisha kwamba serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar zishaungana. Wakati huo Tanganyika ilikuwa na kiti chake katika Umoja wa Mataifa ambaye balozi wake alikuwa anaitwa mtu mmoja anaitwa Vedastus Kwarusi. Kwa hivyo katika Umoja wa Mataifa ilikuwa kuna viti viwili, kiti cha Tanganyika ambaye balozi wake ni Vedastus Kwarusi, na kiti cha Zanzibar ambaye balozi wake ni Dr. Hasnu Makame. Sasa Mwalimu Nyerere alipokwenda Umoja wa Mataifa kujulisha Umoja wa Mataifa kwamba serikali ya Tanganyika na serikali ya Zanzibar zimeungana, balozi wakati ule Umoja wa Mataifa alikuwa anaitwa mtu mmoja anaitwa Yuthan, huyo alikuwa ni Malay, mtu kutoka Malaysia. Akamwambia Nyerere, akamwambia okay sawa mmeungana. Kwa hivyo Nyerere akamwambia tunataka tuwe na kiti chetu cha muungano cha Tanzania. Akamwambia sisi hapa hatujui Tanzania. Tanzania haina history yoyote katika Umoja wa Mataifa. Tanzania haijulikani Umoja wa Mataifa. Tanzania haijulikani ilikuwa koloni la nani. Tanzania haijulikani imepata uhuru wake lini. Tanzania haijulikani imepata kiti cha Umoja wa Mataifa lini. Kwa hivyo Tanzania haina history hapa, haiwezi kupata kiti cha Umoja wa Mataifa. Sasa akamwambia itakuwaje? Akamwambia sasa inajulikana hapa ni Zanzibar na Tanganyika. Kwa hivyo mkitaka aidha Zanzibar iondoe kiti chake au Tanganyika iondoe kiti chake, alafu mtumie kiti kimoja cha kwa nchi mbili. Basi Nyerere akamwambia sawa. Nyerere akarudi Zanzibar, akarudi kwa marehemu Mzee Karume. Akamwambia Mzee Karume, itabidi tuungane ili tujulikane kimataifa, tuwe na kiti kimoja Umoja wa Mataifa, ambao kiti hicho mimi nimeamua kwamba wewe uondoe kiti chako. Karume akamwambia hapo, sitakusikia tena kauli hiyo, sikubali mimi kufa kuondoa kiti changu katika Umoja wa Mataifa. Nyerere akarudi tena kwa Yuthan, akamwambia bwana mwenzangu kakataa. Akamwambia basi haiwezekani. Nyerere akamwambia haiwezekani. Nyerere akamwambia Yuthan kwamba mimi nitaondoa kiti changu cha Tanganyika. Yuthan akamshangaa sana, akamwambia Tanganyika nchi kubwa kama ile, una watu milioni 6 kipindi hicho mwaka 64, una watu milioni 6, Zanzibar na watu 300,000, unaondoa kiti chako? Nyerere akamwambia ndio. Kwa sababu Nyerere alikuwa ana mawazo yake mwenyewe, anajua malengo yake kwa Zanzibar. Kwa hivyo Nyerere akakubali kuondoa kiti chake, akamuondoa nani? Vedastus Kwarusi, balozi aliyekuwa Tanganyika, akamuondoa, akabakia balozi wa Zanzibar Dr. Hasnu Makame. Nyerere akarudi akamwambia Karume, basi mimi naondoa kiti changu, shondoa kiti changu, tutatumia kiti chako kwa nchi mbili. Karume akamwambia kama hivyo sawa, lakini kitu kitakuwa cha Zanzibar. Lakini sasa Nyerere akamwambia nakuomba kitu kimoja. Nyerere anamwambia Karume, nakuomba kitu kimoja. Kitu gani? Akamwambia tubadilishe
Dr. Astu Makame tumweka balozi mwingine. Akaambia lakini wewe Mzanzibari. Nyerere akaambia sawa, kwa sababu unaposemekana Dr. Astu Makame alikuwa siasa zake ni mrengo wa kibepari na Nyerere alikuwa apendi. Kwa hivyo Nyerere akampendekeza Dr. Salim Ahmed Salim. Karume akaambia sawa, lakini Salim atakuwa permanent ambassador katika United Nations wa Tanzania, yani atakuwa balozi wa kudumu, hamna kubadilisha. Nyerere akakubali kwa sababu sana malengo yake. Kwa hivyo Nyerere akampendekeza Salim akalie kiti cha Zanzibar kwa niaba ya Tanzania. Ndio Salim Ahmed Salim akachaguliwa balozi, akakalia kile kiti cha Zanzibar kwa niaba ya Tanzania, na Dr. Astu Makame akaondoshwa pale akapelekwa India kwa balozi wa Tanzania wa India. Kwa hivyo hiyo ndio nataka kutoa ushahidi kwamba kile kiti mpaka leo ilipofika katika miaka 72 marehemu Mzee Karume akauliwa. Na Adomua alikuwa ni mwanajeshi wa jeshi la Tanzania. Marehemu Karume baada ya kuuliwa ndio na chama chake cha Federal Party kikauliwa, yani kikaunganishwa na tano. Yale aliyokataa marehemu Mzee Karume sasa yote anatupezea. Baadaye Mwalimu Nyerere akamwambia Dr. Salim Ahmed Salim kwamba na kushauri na kuomba, huku Kawawa ameshakuwa mtu mzima mzee, wakati Kawawa alikuwa waziri mkuu wa Tanzania, akaambia wewe uje waziri mkuu wa Tanzania. Sasa wakati huo Salim Ahmed Salim alikuwa akimtegemea Karume hayupo, na baba taifa alikuwa Nyerere, ikabidi akubali tu, ikabidi Salim aachie kile kiti cha Umoja wa Mataifa kule ambayo kilikuwa ni cha Zanzibar inatumika kwa Tanzania. Akaondoka Salim akaja kwa waziri mkuu, Nyerere kama waziri mkuu. Kuanzia dakika hiyo mpaka tunapozungumza leo kiti kile kinakaliwa na Watanganyika watupu. Nyerere akampeka Mtanganyika wake akakaa akakalia kile kiti mpaka leo. Kwa hivyo kwa ushahidi huo kile kisha kwamba kwa namna yote kushirikiana na Wazanzibari wote kwamba tunarudisha heshima Zanzibari. Kuwa na kiti katika Umoja wa Mataifa ni heshima moja kubwa sana, ni utajiri mmoja mkubwa sana kwa nchi zote duniani. Sasa hiyo ndio ajenda yangu, na hiyo ndio malengo yangu, na hiyo ndio madhumuni yangu. Labda nifafanue kitu. Watu watasema sasa wasina serikali yenu. Sasa hivi huko alimamilisheni, ana baraza la mawaziri, ana baraza la wakilishi, ana mahakama yake, ana kila kitu chake. Mimi nasema serikali nzima sasa ni serikali feki. Alimamilisheni rais feki, mawaziri wake ni mawaziri feki, baraza la wakilishi feki, na Wazanzibari sote, kwa sababu ya msingi kabisa. Hebu niulize ndugu zangu na Watanzania wote, Wazanzibari wote, duniani kuna serikali gani isiyokuwa na raia? Zanzibar kuna raia, na mbele hapa kuna mtu yote ana uraia wa Zanzibari hapa? Kuna mtu yote ana kadi ya uraia wa Zanzibari hapa? Sote tuna vitambulisho vya uraia, ni vitambulisho vya ukazi. Ushafahamu? Sasa ukazi maana yake sio raia. Tunataka vitambulisho vya uraia, kadi za uraia, vitambulisho vya uraia tuwe navyo. Citizenship ya Zanzibar tunaitaka. Hatutaki vitambulisho vya ukazi. Ndio maana ukakuta duniani hakuna hata rais mmoja mwenye raia wa kazi. Sio Zanzibar sote wa kazi. Sheni mwenyewe mkazi wa Zanzibar. Mawaziri wake wote wa kazi, wawakilishi wake wote wa kazi. Sasa wewe unakuwa na serikali wa kazi, alafu unaita serikali, hiyo ni serikali feki. Sasa hiki kitu kimefunikwa, kimefichwa, hawataki kuzungumza. Ali Hassan Mwinyi anajua kila kitu, Mkapa anajua, Kikwete anajua, Magufuli anajua. Lakini kwa makusudi wametunyima uhuru wetu wa Zanzibar. Wanatutawala, wametutenganisha katika Umoja wa Mataifa, sasa hivi wanatutawala wao. Watu wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Wametutenganisha na Umoja wa Mataifa ambao mataifa zaidi ya 200 yameungana, wanakuja kututawala sisi hapa sasa hivi. Kwa hivyo mimi ndio ajenda yangu kubwa kuhakikisha, na nina ushahidi kamili na ninajiamini 100% kwamba lazima kwa namna yoyote ile sitomwogopa mtoto, na kuna hata mtu mmoja atathubutu mimi kesho kunipitisha Zanzibar, kunipa kura zao nikisha kuwarisha Zanzibar. Sitokubali kuendesha serikali feki. Mimi lazima niendeshe serikali ambayo itakuwa na raia wake, ina kiti chake katika Umoja wa Mataifa, ina bendera yake katika Umoja wa Mataifa, ina pasipoti yake, ina mabalozi nchi zote duniani, tunashiriki taasisi zote za kimataifa duniani. Na kwa sababu gani? Kwa sababu Chadema, chama changu cha Chadema, chama chetu kina mfumo wa kuamini mfumo wa serikali tatu. Zanzibar ni mamlaka kamili,
Tanganyika yenye mamlaka kamili, baadaye tutakuwa na serikali ya muungano. Muungano utakuwepo. Sio kama nakuja muungano utakuwepo, lakini kwamba utakuwa hauna muungano wa kero yote. Baada ya leo utakusikia tena kama kuna kero za muungano. Ushafahamu kwa Zanzibar itakuwa na mamlaka kamili. Jambo jingine kwamba sasa hivi Wazanzibari sisi tuna marais watano wote. Zanzibar tuna marais watano sote wa Zanzibar. Ali Mohamed Shein rais wetu. Balozi Seif Ali Iddi rais wetu. Na kwa mujibu wa katiba Zanzibar kuna nafasi moja makamu wa kwanza rais pale kama alivyokuwa Maalim Seif kipindi kilichopita rais wetu. Samia Suluhu rais wetu. Magufuli rais wetu. 5 president marais watano wa Zanzibar. Lakini hatuna raia wa Zanzibar. Huu ni uongo, huu ni kudanganyana, huu ni kupiga chago na macho. Mimi sikubali hiyo kitu. Lazima tuwe na rais huyu mmoja tu wa Zanzibar, lakini anatambuliwa kimataifa, rais wa kweli mwenye raia wake na waziri kiongozi wake, na basi Tanganyika kwa na rais mmoja na waziri wake na serikali yao. Kuna mambo mengi sana kuzungumza. Hao wabunge wanakwenda kutoka Zanzibar kwenda bara hawana faida yoyote, hawana maana yoyote, ni hasara tupu. Hawafanya chochote, hawasaidii chochote kwa sababu serikali ya Zanzibar ina wakilishi wake, serikali ya bara ya muungano ina wabunge wake. Sasa wabunge wanatumia mabilioni kwa mabilioni wa wabunge wa Zanzibar kwenda kule, wakati hawana faida yote, hawana sababu yote kwenda kule. Majimbo ya bara yote wana wabunge wao, majimbo ya Zanzibar yote wana wakilishi wao. Wale wanakula pesa za bure, pesa hizi zingefaa katika elimu, katika afya, katika miundombinu, katika mambo mengi sana. Kuna wizara kule, wizara ya muungano Mama Samia kwa sasa hivi ina bajeti ya mabilioni kwa mabilioni kila mwaka. Haina umuhimu wote, haina faida yoyote. Kuna serikali ya muungano ina bajeti mabilioni kwa mabilioni. Sasa utakuta mambo hapa yanakwenda kiasi tu CCM kwamba wanataka kulazimisha kwamba waitawale Tanganyika, waitawale na Zanzibar kwa kutumia chama kimoja chenye nguvu sehemu zote mbili. Kwa hivyo na this time kwa sababu Chadema tuna nguvu sana bara. Tulikuwa hatuna nguvu Zanzibar. Sasa hivi tunakuja kuchukua nguvu ya Zanzibar. Tunapambana nao CCM. Tanganyika tutakuwa na nguvu Zanzibar, na mpango wetu kwamba hivi karibuni tunajua, mimi sifichi kitu, mimi naweza kile kitu kinaka ubaga wazi wazi. Hivi karibuni kuna wataenda kuteua rais huko Dodoma CCM, na tunajua CCM inaenda kupasuka, na tunazo taarifa za ndani kwamba CCM ikipasuka tu kwa kundi linalopasuka lote wanakuja kujoin Chadema. Chama chengine cha hapa cha upinzani cha pili pia nacho kitakuja kujoin Chadema hapa. Tutakuwa na vyama vyote vitajoin Chadema. Si ajabu tukaondoka na majimbo 50 yote hapa, alafu na ukubana tena. Huo ndio mpango wangu, hiyo ndio ajenda yangu, hayo ndio malengo yangu na lazima yangu. Kama Mwenyezi Mungu akijalia kufanikiwa nitamshukuru, na kujalia kunifanikiwa kati yetu pia nitamshukuru. Ni mambo ya Mungu yanategemea atakapotujalia mwenyewe. Nafikiri nizungumze kwa kifupi tu, kwa sasa hivi itatosha, lakini sasa hivi itakuwa na muda mrefu. Kila siku nitakuwa nafanya press na kila siku nitakuwa naeleza mambo mengi sana, namna gani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyowakandamiza Zanzibari, inavyowaibia rasilimali zao, inavyowanyima misaada ya kimataifa. Lakini nichukue nafasi muhimu sana kumomba waziri wa michezo wa Zanzibar, nafikiri kama sikosea atakuwa ni Mheshimiwa Ali Karume, azungumze na Mheshimiwa Shein. Mwaka 22 kuna mashindano ya World Cup kule Qatar. Kwa hivyo waanze kufanya maandalizi kabisa, kwa sababu mimi nikiingia tu Zanzibar lazima ishiriki World Cup kwa mara ya mwanzo. Sasa hivi ili ikifika njia nyepesi, na hata ikiwezekana itafute timu ya taifa Zanzibar kabisa kwanza sasa hivi iwe kambini, vijana kama 50 hivi wa Zanzibar wote wa kambini, tafute makocha wetu wazalendo wao kambini. Sisi kama kuna wasomi watu wanajua wataweza kufanya kazi, mabalozi nchi za nje wajitayarishe mabalozi nchi zote duniani, tutapeleka mabalozi wetu wa Zanzibar. Kwa hivyo tutakuwa na ajira nyingi sana za kitaifa na za kimataifa, kwa sababu tutakuwa na uwakilishi wetu katika African Union, tutakuwa na uwakilishi wetu katika East African Community, tutakuwa na uwakilishi wetu katika United Nations, katika OIC, katika FIFA, katika Olympic, yani taasisi kibao. Wazanzibari wa vijana wote watapotea, wao wataenda kufanya ajira za nje na ndani ya nchi. Kwa hivyo ndio swala mimi, hakuna mtu yote wa kuthubutu kunizuia. Lazima kisha Zanzibar inapata right zake na nitapambana na yoyote. Asanteni sana. Pepos.